Linalonikabili hapa, nataka kunyang'anywa, yani wanataka kuivamia nyumba yangu ambayo iko Regent Estate namba 317 ya Raphael Chiomba na mimi nikiwa mkewe Evelyn Chiomba. Wanasema waliuziwa. Sasa sijui waliuziwa na nani, kwa sababu mimi kiwanja hiki nilikipata toka 76 na wao walisema kwamba waliuziwa na huyo bwana 95. Kwa hiyo mahakama walivyoona kwamba waliweka pingamizi kwamba ile nyumba yani isiwepo kwenye mirathi. Kama isiwepo kwenye mirathi, kwa hiyo hakimu akaamua kwamba sisi wote tupeleke documents zetu. Kwa hiyo mimi nikapeleka na wao wakaleta. Walizoleta za kwao ikaonekana ni kwamba zipelekwe polisi zikafanywe nini uchunguzi. Kwa hiyo ilipofanywa uchunguzi ikajulikana kwamba wakina Shuma wamegushi, na kugushi kule sio signature tu, kwa sababu nyumba tulijenga kwa THB kwa wakati ule. Walienda kule THB, tulikuwa tumebakiza 600,000 hivi. Kwa hiyo wao wakaenda wakazi clear zile. Walivyo clear wanajua wao wenyewe. Lakini kutokana na hii nini uchunguzi, ndipo tulipotambua kwamba waliuziana 95, sijui mwezi sikumbuki. Lakini ni mwezi huo mmoja. Umetoka kwa mtu mmoja ikaingia kwa Shuma ambaye ndio tuko naye sasa. Ombi letu sisi tunamuomba mama yetu Samia Suluhu Hassan atusaidie kuelekeza vyombo husika vifanye kazi yao ipasavyo kwa kufuata sheria na taratibu, na si kwa kumuonea mtu, na wala si kwa kutumia nguvu, wala kwa kutumia wastaafu ambao wako katika kupumzika, wamestaafu wenyewe wanataka kujipumzikia. Tunaomba mama yetu, tunampenda sana, tunaomba mama yetu atusaidie. Huyu ni mama mjane wa miaka 83. Swala hili ameanza kulihangaikia akiwa na miaka 45 mpaka sasa hivi ana miaka 83, na haki zilijulikana tangu mwaka 95 mpaka sasa hivi bado hajapata hati yake. Tunaomba wizara husika pia ifanye kazi yake kwa ajili ya kumpa huyu mama hati yake, kwani swala hili limekuwa likienda mbele na kurudishwa nyuma. Na swala liko wazi kabisa. Ni kwamba kwa mfano kwenye ofisi ya msajili. Ofisi ya msajili ya hati inazungumzia kwanza kwamba ikibainika katika hati kuna udanganyifu ndani yake, kuna kipengele ambacho kinasema cha sheria kwamba inatakiwa hati hiyo kufutwa na kurudisha umiliki kwa yule mmiliki halali, na sio kuendelea kukumbatia uovu kwenye daftari la msajili. Mimi nilikuwa naomba waziri mwenye dhamana alisikie hili na atusaidie mama Evelyn Chiomba apatiwe hati yake, na jeshi la polisi kusimamia zile jinai ambazo zilifunguliwa na sio kutupiga danadana na kuanza kushughulikiwa kesi zingine za kutengenezwa ili kutuzoofisha tusifuatilie haki ya mama huyu mjane mwenye miaka 83. Na vyombo vya TAKUKURU pia nilikuwa ninaomba mfanye kazi yenu kwa ajili ya swala hili, manake haiwezekani, naingia akilini kabisa. Mzee kafariki 93, useme ameuza nyumba mwaka 95. Kila siku mnasema jambo hilo linachunguzwa, wakati mahakama ilishajiridhisha na kutoa hukumu kwamba chochote kilichofanyika baada ya mzee kufariki ni batili. Kwa hiyo nilikuwa naomba vyombo husika, mamlaka husika vifanye kazi yao. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Mkuu, Waziri Mkuu, ambaye swala hili pia tumelifikisha ofisini kwake. Tunaomba asikie na kulifanyia kazi ili tuweze kupata haki ya huyu mama. Mimi naomba mamlaka husika zisimame na kutusaidia pamoja na kitengo cha maadili kushughulikia wale watumishi wa umma wote ambao hawana maadili kwenye hizo ofisi za umma. Itaendelea kututengenezea nchi yenye amani na haki. Maana hakuwezi kukawa na amani kama haki haipo. Amani na haki ni kitu kimoja. Mimi kwa jina naitwa Maximilian Luzangi, ni mjumbe wa serikali ya mtaa ya Regent Estate.
niko eneo la Regent Estate, mtaa wa Regent Estate tangu mwaka 1982 na nyumba hii ya jirani hapa ambayo ina mgogoro, na mfahamu mmiliki wa kwanza ambaye alikuwa ni kama family friend na familia ya mzee wangu, anaitwa Chiomba. Na miaka ya nyuma baada ya kutokea mgogoro, yule mama alishawahi kuja na files pale, akawa anatueleza historia ya tatizo lake, na mmiliki ambaye marehemu mume wake alikuwa ametaka kumuuzia hili eneo. Sasa baada ya hapo imekuja yule mmiliki ambaye alitaka kuuziwa na huyo mnunuzi wa kwanza, aliuza tena kwa mtu mwingine. Kwa hiyo naona tangu baada ya hapo kumekuwa na mgogoro huu ambao mmeusikia au unaoendelea mpaka sasa. Niko mtaa wa Regent Estate tangu mwaka 1982. Kwa muda wote niliokuwa katika mtaa huu wa Regent Estate sikuwahi kusikia huyu jirani yangu Chiomba kwamba ameuza hii nyumba. Na mzee wangu tulikuwa tukiongea, ananiambia kabisa yeye Chiomba ndio aliyemshawishi kutafuta eneo na kufadhili upimaji ili apate kiwanja maeneo ya huku Mikocheni. Kwa mimi mtazamo wangu, naona watu wengi hatufuati utaratibu, hatukagui kama ile eneo kabla sijanunua niende nikakague labda ardhi, wizara ya ardhi kama lina matatizo kabla sijafanya manunuzi. Kwa hiyo mimi namtambua Chiomba.